Amen, amen. Leo tunaenda kuongelea mabadiliko makubwa juu ya ulimwengu. Mabadiliko yanayokuja ulimwengu. Tunaposemea mabadiliko, tunamaanisha kuja maisha mengine kabisa na mifumo mingine ambayo tulikuwa hatujaizoea. Tunaposemea mabadiliko, tunaongelea kuja mifumo na maisha mengine kabisa ambayo mwanadamu hajawahi kuyaishi. Leo nitaenda kuongelea mabadiliko juu ya serikali za kidunia, mabadiliko yanayokuja juu ya serikali za kidunia. Nitaongelea mabadiliko juu ya mifumo, nitaongelea mabadiliko juu ya watu, nitaongelea majanga ya asili yanayokuja ulimwenguni, lakini pia nitamalizia kwa hatima ya Tanzania. Nitamalizia kuongelea kwa hatima ya Tanzania. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana. Nitatumia dakika chache tu kuachilia huu ujumbe, lakini uwe ni ujumbe ulioshiba, nisikuchukulie muda wako. Kuna mabadiliko makubwa yanaendelea duniani. Kuna mabadiliko makubwa yanaendelea duniani kote, na haya mabadiliko yataendelea kwa kasi kubwa. Haya mabadiliko yataendelea kwa kasi kubwa kuanzia 2025 na kuendelea. Kuanzia mwaka huu mabadiliko hayo yatakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo mabadiliko hayo yataathiri serikali za kidunia na mifumo mingi kama nilivyokuambia. Yataathiri serikali nyingi za kidunia na yataathiri mifumo mingi na kuleta maisha mengine kabisa. Nisikilize kwa makini. Kwa hiyo mabadiliko juu ya serikali za kidunia, uchumi utaharibika kabisa. Hasa kwenye nchi za Kiafrika hawataweza kabisa kujimudu kwa sababu ya uchumi utatikisika. Sio tu kwa bara la Afrika bali kwa mabara yote ulimwenguni kote. Uchumi utashuka kabisa. Na kwa nini uchumi unaenda kushuka? Ni wakati wa mpinga Kristo sasa kuitawala dunia. Kwa hiyo mpinga Kristo hawezi kuitawala dunia bila uchumi kushuka, bila uchumi wa dunia na uchumi wa nchi nyingi za Kiafrika na uchumi wa nchi zote ulimwenguni bila kushuka. Kwa hiyo kwenye mabadiliko juu ya serikali za kidunia zitashindwa kujihudumia zenyewe na maisha yatakuwa ni magumu juu ya watu wake. Lakini pia serikali nyingi zinaenda kupinduliwa, kuongozwa kijeshi kwa yale mabadiliko, kwa sababu maraisi hawataweza kabisa kuwaongoza watu wao, na badala yake majeshi ya nchi nyingi yatashika usukani na kuwaongoza wananchi kwa amri. Kwa hiyo haya mabadiliko yanaenda kuzipata serikali nyingi. Serikali nyingi zitashindwa kujimudu zenyewe na badala yake sasa maisha kuwa magumu. Lakini pia kuna mabadiliko makubwa yanakuja kwenye mifumo mbalimbali. Nitaongelea kwenye mfumo wa afya. Kwenye mfumo wa afya kuna sera zitabadilika, lakini pia sera zitabadilika na mifumo itabadilika, na hii sasa kwa itaathiri serikali za Afrika, lakini pia itaathiri watu wengi kwa sababu madawa yatakuwa hayapo hospitalini, lakini pia na huduma zitabadilika kabisa, watu wa jinsi watakavyokuwa wanahudumiwa, na itakuwa ni mambo magumu kwa hayo mabadiliko. Lakini haya mabadiliko pia yatakuwa kwenye sekta ya elimu. Mitaala mingi itabadilika, lakini pia watu wengi kukosa ajira, na hasa kwenye nchi za Afrika huku kwenye bara la Afrika ajira itakuwa ni kazi kwa hayo mabadiliko ambayo sasa yatakuwa yamekuja kwenye mfumo wa kielimu. Kwa hiyo mfumo wa mitaala na mfumo kwenye vyuo na mifumo mingi itabadilika kwa haya mabadiliko yanayokuja ulimwenguni. Lakini pia nimesema kwenye mfumo wa afya, lakini pia kwenye mfumo wa kifedha. Mfumo wa kifedha unaenda kubadilika kabisa. Sera za kukopa, sera za benki ya kidunia zitabadilika, na kutakuwa na masharti mengi kwa sababu ya hayo mabadiliko na kwa sababu ya uchumi kushuka. Lakini pia
mfumo wako utabadilika kabisa, utakuwa ni tofauti na huu tuliozoea, itakuwa ni tofauti na huu tuliozoea. Hilo nasema ni jambo la kwanza, mabadiliko juu ya serikali za kidunia na mabadiliko juu ya mifumo, mabadiliko juu ya mifumo. Jambo la pili, mabadiliko juu ya watu. Watu sasa mabadiliko yapo, lakini yatashika kasi sana, yameanza tayari watu kuwa wanyama. Na ndio maana unaona mashoga wapo, wasagaji wapo, walawiti, kwa sababu ya yale mabadiliko. Yani watu wamegeuka na kuwa kama wanyama, watu kubadilika kuwa kama wanyama. Mabadiliko haya sasa, kuna majeshi ya pepo wachafu wamemwagwa tokea kuzimu, wamekuja na mbegu ambazo wanazipanda kwa watu kupitia teknolojia, kupitia mawazo. Yani kile kitu unachokiona na kukisikia, utaanza kusikia vitu vya ajabu, na vitu vingi vitaachiliwa mtandaoni na kuachiliwa kwa teknolojia, vingine kupitia mionzi, vingine kupitia chakula, vingine kupitia madawa, lakini vitakuwa na mbegu ya kuzimu. Hiyo mbegu sasa inaenda kukubadilisha kabisa mtu, inaondoa roho ya kumpenda Mungu, unaanza kuwaza kama mnyama na kutenda mambo ya ajabu kwa sababu ya ile mbegu iliyoingia. Watu wataanza kuvaa nguo za ajabu, kutembea nusu uchi, kuwa shoga itakuwa tu ni jambo la kawaida na litazoeleka kabisa, kwa sababu watu akili au ufahamu utatoka kabisa. Maneno ya Mungu yanasema kwamba mwanadamu asipokuwa na akili hufananishwa na mnyama. Mwanadamu asipokuwa na akili au ufahamu wanadamu ukiondoka, huwa kama mnyama. Kwa hiyo kinachompa mtu utu ni ule ufahamu wake. Kwa hiyo mbegu hizi zinapoenda kuachelewa, watu wanakosa kabisa utu na kuwa kama wanyama. Lakini hapa kwenye mabadiliko juu ya wanadamu wakitoa juu ya nchi, kwa hiyo mabadiliko juu ya ndoto za watu. Wewe tu angalia ndoto unazoziota saizi, watu kuota wanalala na viumbe vya ajabu, kwa sababu kuna mkakati wa shetani juu ya uzao. Ina maana wanaume watakuwa wanahamishwa, ina maana mke analala na jini, na watoto wanazaliwa watoto wa kipepo, yani nusu mtu nusu shetani, nusu mtu nusu shetani. Na hawa watoto wamezaliwa wengi, mashetani kwenye uniform ya wanadamu, mashetani kwenye uniform ya wanadamu yamezaliwa, yako shuleni, yako kazini, yako kila mahali. Ina maana haya sasa yanashinikiza wanadamu kutenda kama wanyama. Ina maana wewe unamwona ni shoga, sio shoga mtu wa kawaida, ni pepo, ni shetani, ni nusu mtu nusu shetani. Kwa hiyo watu wa kawaida pia watakuwa na hiyo mbegu. Ina maana unakuwa ni nusu mtu nusu shetani. Hauoni ajabu kuua mtu, hauoni ajabu kuharibu, hauoni ajabu kufanya kitu chochote cha ajabu, unaona ni jambo la kawaida. Na haya mabadiliko ukiona, mwanzo ulikuwa unampenda Mungu, mwanzo ulikuwa unahudhuria ibada, mwanzo ulikuwa unatoa sadaka, lakini ghafla hapa katikati unaanza kuchukia tu ibada, umeanza kuchukia Mungu, umeanza kuchukia watumishi wa Mungu. Jua hayo mabadiliko yamekukuta. Kwa hiyo chukua hatua mapema kukataa na kuomba Mungu atusaidie. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo, fungua Ufunuo sura ya 6, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 8. Maneno ya Mungu yanasema, nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu, akafuatana naye, nao akapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, wauwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Hapa anayeongelewa ni mtu. Farasi ni mtu ambaye sasa atapandwa na mauti na kuzimu itakuwa ndani yake. Ina maana utakuwa unaona ni watu, kumbe ndani yao imo mauti, ndani yao ipo kuzimu. Tunaposemea kuzimu, ina maana kuzimu akafuatana naye. Mashetani yanafuatana na watu, yanaingia ndani ya watu,
na watu wanaenda kwa kasi kama farasi. Ina maana wanadamu hawa ndio wataiharibu dunia. Sio shetani atashuka tokea kuzimu kumuona waziwazi, bali shetani atakuwa ndani ya watu akiwa ni kama kiongozi, akiwa ni kama mfanyakazi, lakini ndani yake amefuatana na mauti na kuzimu imo ndani yake. Ina maana sasa watu wataanza kutenda mambo ya ajabu, kwa maana kuzimu na mauti vitakuwa vinafuatana nao kwa ajili ya yale mashetani yaliyomwagwa kuachilia shinikizo juu ya watu. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko. Watu watabadilishwa kabisa kuwa majoka, watawaza kama majoka, watu watabadilishwa kuwa kama farasi. Ina maana maisha kuanzia sasa yataenda kwa kasi sana. Teknolojia hii unayoiona pia itaenda kwa kasi sana, kwa sababu ya mwanadamu kupandwa na kuzimu na mauti, naye ataenda kwa kasi kama farasi. Kwa hiyo mabadiliko yataenda kwa kasi sana. Kwa hiyo nikasema hapo pia kwamba mabadiliko kwenye ndoto, watu kuota wanalala na viumbe vya ajabu, na hivyo viumbe sasa vitaachilia uzao juu ya watu, na hao watu watakuwa ni mashetani kwenye uniform ya wanadamu. Ina maana watakuwa kila mahali, lakini hao watu sasa ndio wale watashawishi wanadamu wengine kutenda maovu. Amen, amen. Kwa hiyo nikakwambia tena mkakati wa shetani juu ya uzao, mapepo katika sura ya wanadamu. Ina maana mapepo yamezaliwa mengine, na mengine yataendelea kuzaliwa, lakini unaona umezaa mtoto, ila mtoto atakuwa na tabia ya ajabu ajabu, haieleweki. Atakuwa anafanya mambo mpaka mzazi unabaki unashangaa. Rudi kwenye ndoto zako, uliota umelala na kitu gani? Amen, amen. Kwa hiyo haya mabadiliko yanakuja. Naomba unisikilize kwa makini. Watu ni wavivu kusikiliza jumbe kama hizi, wanaenda kutazama sijui vitu gani, lakini ni vitu vya muhimu sana uvijue, na ili tujue namna ya kuomba na kushinda kwenye haya mabadiliko. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine. Pia kwenye mabadiliko haya nitaongelea mkakati wa shetani, mkakati wa shetani juu ya viongozi wa dini, juu ya viongozi wa dini kama waimbaji, wachungaji, manabii, wainjilisti, na wanandoa pia. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kuachilia mabadiliko juu ya tegemeo la watu, mabadiliko juu ya tegemeo la watu, kwa sababu watu wanapata majibu kutokea kwa wachungaji, kutokea kwa manabii, kutokea kwa mitume. Ina maana shetani ana mkakati mkubwa juu ya watendakazi wa Kristo kuhakikisha kwamba wanapokea haya mabadiliko. Wanapopokea mabadiliko, inakuwa ni rahisi na wanaowaongoza kupokea mabadiliko. Unakuta tu yani mambo anayoyafanya kiongozi wa dini ni mambo ya ajabu ajabu. Neno analolihubiri ni neno la ajabu ajabu, anajitungia tu mwenyewe, na watu hawapati majibu yao, kiasi kwamba mabadiliko haya yanawapata na wanashindwa kuvuka. Lakini kwenye haya mabadiliko kutakuwa na njaa. Kwenye haya mabadiliko kutakuwa na njaa, lakini pia kutakuwa na majanga ya asili. Kutakuwa na majanga ya asili, utaanza kuona matetemeko, utaanza kuona vimbunga, utaanza kuona tsunami, utaanza kuona vitu vingi. Lakini pia kwenye mabadiliko haya nchi nyingi zinaenda kumwaga damu. Nchi nyingi zinaenda kumwaga damu, damu inaenda kumwagika. Kwa hiyo watu mnaonisikia kutoka mataifa mbalimbali, usikiapo ujumbe huu, ninaomba uombe sana na kuwajulisha watu waombe kwa ajili ya nchi zao, kwa sababu ya mabadiliko. Mnyama ameachilia shinikizo juu ya viongozi wa serikali na ili kumwaga damu. Ameachilia shinikizo juu ya watu ili kuchinjana wao kwa wao na damu imwagike, na damu inapomwagika ina maana sasa yeye anapata nguvu ya kumiliki ulimwengu. Lakini pia usiache kunifuatilia hapa. Tutaenda kuangalia patijayo kwenye mabadiliko ya ulimwengu. Tutaenda kuangalia vita ya 3 ya dunia, na tutaenda kuangalia dunia itagawanyika vipande 4, na tutaenda kuviangalia vipande. Lakini pia usiache kunifuatilia hapo Russia kuitawala dunia rasmi.
Russia kuitawala dunia rasmi na Marekani kuangushwa kabisa. Hili nitalizungumzia wakati ujao. Usiache kunifuatilia. Lakini pia nitagusia tu kwenye hatima ya Tanzania. Lakini hatima ya Tanzania pia nitaizungumzia pati ijayo. Lakini hapa tu nitagusia kidogo. Tanzania ni nchi ya agano. Mungu aliipa Tanzania neema kubwa na dhamana kubwa. Mungu ameipa Tanzania neema kubwa ya kuihubiri injili ya uamsho ulimwenguni kote. Ina maana majibu ya mataifa yote yanaitegemea Tanzania, kwa maana Tanzania ni nchi ya agano. Mungu ameipa dhamana kuwa kama baba wa kiroho na mama wa kiroho wa mataifa yote. Ina maana kinara cha taa na sanduku la agano liko Tanzania, kutoa direction na kuachilia jumbe mbalimbali kwa nchi nyingine. Ina maana sisi Tanzania, ukiona watu wanatoka Tanzania, aidha wanaenda Kenya, wanaenda kutafuta majibu kwingine, ujue Tanzania ndiyo nchi pekee iliyochaguliwa na Mungu kupeleka majibu kwa nchi nyingine na kupeleka uamsho. Ina maana unapotoka Tanzania kwenda kutafuta miujiza nchi nyingine, ina maana utaambulia majoka na utaambulia manabii wa uongo, kwa maana wewe utakuwa ujitambue wewe ndiye askari wa siku za mwisho kuipeleka injili ya uamsho mataifa mengine. Kwa maana hiyo nikaona watumishi wengine sasa wanatoka Tanzania, wanaacha wazee wetu walioko Tanzania, wanaenda kutafuta upako nchi nyingine jirani. Sisi ndio wale tunatakiwa kutoa majibu, kupeleka injili iliyoko Tanzania ni tofauti kabisa na nchi nyingine. Watumishi walioko Tanzania ni tofauti kabisa na watumishi walioko nchi nyingine, kwa sababu ya neema aliyotupa Mungu na mamlaka na dhamana aliyotupa Mungu Tanzania. Ina maana ukiona ujumbe mtumishi wa Mungu anaongea toka nchi nyingine anaiongelea Tanzania, ni kwamba ama huo ujumbe ulianzia kwanza Tanzania, watu waliongea lakini watu hawakusikia, ndipo Mungu anaenda kuwasemesha watu wengine. Lakini ukiona hakuna mtu aliyemsemesha Tanzania kwamba ujumbe huu unahusu Tanzania, ujue huo ujumbe unaweza kuwa sio ujumbe wa kweli, kwa maana Mungu ana watumishi wake Tanzania wanaosema kwa ajili ya Tanzania, kwa sababu Mungu hawezi kukabidhi dhamana na aseme na wewe juu ya nchi. Ina maana sasa, kwa sababu sisi tumeshazoea watumishi hawa ndio wanasema, sisi tumeweka kwamba mtumishi huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Na desturi ya Mungu huwa anatumia watu wasio na heshima, kwamba huyu ni mwana wa seremala, kumbe ndio Mwokozi. Anatumia watu wasiojulikana kabisa, hawana ukuu, hawana umbo, hawana miundombinu, wanatoa tu video kama hii nyeusi, wanatumia simu kama mimi hivi, lakini Mungu anapitia kule tu kuwapima watu wake, kwa sababu yeye huwa anavichagua vitu vinyonge ili kuviaibisha vitu vyenye nguvu. Kwa anaangalia tu utii wako, anatoa ujumbe kama huu, watu wasiposikia ndipo anasema na nchi nyingine kuhusu Tanzania. Lakini Tanzania imepewa dhamana kubwa. Kipindi kijacho usiache kuangalia, nitaenda kukuonesha kwa nini Magufuli alikufa na kwa nini Samia alipewa kuongoza Tanzania. Sitaongelea siasa wala sitaongelea uchaguzi. Mimi nitaenda kuongelea kwa nini Magufuli alikufa na kwa nini Mheshimiwa Samia yupo madarakani. Kwa hiyo ili tuweze kuiangalia Tanzania kama nchi ya agano. Kwa hiyo kwenye haya mabadiliko, right, Tanzania tungenyenyekea mbele za Mungu, tukaomba toba, tukamrudia Mungu, haya mabadiliko Tanzania ingefichwa, njaa isingetokea Tanzania, matetemeko yasingetokea Tanzania. Lakini Tanzania tumemwacha Mungu, tumekataa Mungu. Wa Tanzania tumejikinai, tumetembea kwa mazoea, tumewakataa watumishi waliopewa dhamana ya kuihubiri injili ya siku za mwisho, tumewakataa. Wa Tanzania tumewaabudu manabii wa uongo, tumeipa kipaumbele injili ya uongo, na ndio maana sasa unaangalia uongo ndio umezagaa mtandaoni. Video kama hii tu
Mtu anaangalia tu kidogo, anahamisha, anaenda kuangalia vitu vya uongo, anaacha kusikiliza ujumbe kama huu. Kwa sababu hiyo sasa Mungu, kwa sababu tumekataa, tumekimbia kwa manabii wa uongo na tumejazana huko, tumekataa kutubu na kurudi, ina maana haya mabadiliko pia yataipata Tanzania. Kama nilivyosema, kwenye sekta zote, afya, sekta elimu, serikali, uchumi, njaa, matetemeko, vimbunga na majanga ya asili na damu kumwagika, kama tukikataa Tanzania, haya na yenyewe yataenda kuipata Tanzania. Lakini kama tukisikiliza na kuacha njia zetu mbaya na kutafuta uso wa Mungu na kutubu, Mungu ataturehemu, na haya mabadiliko Tanzania itafichwa kwa neema ya Mungu, na sisi tutapata neema ya kuihubiri injili ya uamsho ulimwenguni kote kwa damu ya mwanakondoo. Mungu akubariki sana. Usiache kunifuatilia kwa sababu ya uvivu wa watu kusikiliza, kwa sababu watu wamependa uongo kuliko kuipenda kweli. Kwa maana imeandikwa katika siku za mwisho watu watapenda uongo kuliko kuipenda kweli. Na ndio maana naachilia video fupi namna hii. Nitakuja kuendelea Tanzania kama nchi ya agano. Mungu akubariki sana kwa mabadiliko. Naomba uendelee kunifuatilia tujue namna ya kuomba na kumtafuta Mungu. Amen, amen.